Kutoka Afrika Mashariki, Afrika Magharibi, kaskazini mwa Afrika na Afrika Kusini. Now which can life where I never see. I carry God so I fear not. Steady increase in the Na kualika kwenye bonge la show Kwetu Afrika kila siku ya wiki, Monday to Friday, kutoka saa 8:30 hadi saa 11 jioni ndani ya 99.9 Bass Radio, sauti ya Kajiado. Nami DJ Kids the Prince kutoka moyoni mwa bara letu na kuletea burudani safi, muziki mtamu na utamaduni hai. Kwetu Afrika, sauti ya Afrika, utamaduni wetu, fahari yetu. Yes, ni ndani ya Bass Radio 99.9, sauti ikiwa ni ya Kajiado. Dakika 7 ndio zimepita baada saa 9 saa za Afrika Mashariki, ndani ya 99.9 Bass Radio, sauti ya Kajiado. Show ya Kwetu Afrika ikiwa ni siku ya pili ya wiki. Ikiwa ni siku ya pili ya wiki pale, ni ya kwamba hashtag tunasema ni Request Tuesday. Na leo hata request utatupigia hapa na very live, yani tuko live hapa sana. Hapa niko na mwenzangu hapa kwenye show, niko na mgeni hapa kwenye show. Nitakuja kukueleza in a very short while ya kwamba ni wa kutoka wapi, ako na mambo gani ambayo ungependa tena sana pale kusikia hapa siku hii ya leo. So nakukaribisha tena sana msikilizaji na pia mtazamaji ndani ya show ya Kwetu Afrika siku hii ya leo. Kumbuka kwamba unaweza nipigia simu, unaweza tutumia rafa pale kwa 0746 0792 ama 0736 638888. Unaweza tufollow pale kwenye mtandao wa Facebook @Bass Radio Kajiado, kwenye Instagram @sauti ya Kajiado, na kwenye mtandao X @Bass Radio Kajiado. Ikiwa ni siku ya pili ya wiki, ikiwa ni siku ya pili ya wiki on a Tuesday, tunasema hashtag ni Request Tuesday hapa. Weka request yako pale. Kuna ule msanii ambao unampenda sana, na leo niko na msanii hapa kwenye studio. So labda ungependa tena sana kuniambia kwamba kuna ile ngoma ambao unapenda sana yake hapa, ndaweza nitakuchezea hapa kwenye show. Na ni kwamba ikiwa uko na swali kwake, ikiwa labda ungependa tena sana pale kumgotea, kusikia sauti yake pale, ya kwamba siku hii ya leo tuko live tena sana. Pia pale kwenye mtandao tuko live, weka comment yako pale kama kawaida, tukisonga tena sana kwenye show ya Kwetu Afrika. Na cheki tuko ndani tena sana, na karibuni tena sana ikiwa ndio unajiunga nasi kwenye show. Sijui nipige introduction pale, aanzishe tu ama tufanye vipi, lakini mimi natakaga kufanya aje hivi.
Yes, ukisikia hii ngoma by the way inapiga tena sana vizuri tena sana. Sijui tu tuanze pale. Mambo vipi? Poa sana. Uko fiti? Niko fiti kabisa. Yes. Yaani hiyo sauti na hiyo manze sijui nianze kutoka wapi. Lakini hebu tuanzishe pale kwa kutuambia jina yako pale, mahali umetoka. Yes, mimi naitwa Palma Masai. Nimetoka side za Loitoktok. Hiyo ni jina kisanii. Hiyo ni jina ya kisanii. Jina kamili pale yenye iko pale kwa kitambulisho. Najua kuna mtu bali ataweza kukuwekea kakitu. Yes. Sasa kuuliza hii jina inatoka wapi sasa? Ingine. Hiyo ingine ni jina kamili. Peter Lamayan. Yeah. Kutoka sehemu gani? Kajiado South? Kutoka Namelok. Loitoktok. Yani na hii ngoma vile umeweza kuipiga pale ni ya kwamba hebu tutueleze kidogo. Yes. Kidogo tu pale kuhusiana na hii ngoma. Hii ndio ngoma yako kwanza ama hii ndio ngoma ya 3? Ni ya 3. Yes. Kuna zile za kwanza ulikuwa umepiga pale kabla utoi. Yes. Kuna ya kwanza yenye nasema Babankai yake na Noipotito. Yes. So hebu tueleze kidogo hii ngoma ambayo tumecheza sasa hivi. Yes. Na umeandika vipi? Yaani nini imekukujia pale kwa akili ukaamua kuandika hii ngoma? Sometimes ni ngumu kidogo. Sasa unahitaji Mungu akue pamoja na wewe. Nikakubali kusema Mungu ndio nataka tutembee na yeye. Yes. Yes. So vile nimesikia ni kwamba umepiga gospel pale. Yes. Wewe ni msanii wa gospel. Mimi ni msanii wa gospel. Haujaingia pale kidogo kufanya ka love song kidogo kuimbia mrembo? Hapana. Mrembo hajaitokea tu hivi ukaona huyu lazima nimuimbie? Bado. Yes. Bado, lakini utaweza? I do gospel. You do gospel. Yes. So nini kilikufanya ukaamua kusema mimi na stick pale kwa gospel peke yake? Yeah, kitu imenifanya ni stick hapo gospel nimekuwa tu mtu wa kanisa. Nimelelewa kanisani. Sasa that is the reason. Reason ya kwamba wewe umekuwa pale, umelelewa pale kanisani. Yes. Lakini sasa zingine pia warembo wako pale kanisani. Yeah, wako. Yeah. Lakini imekufanya tu pale sasa umeamua tu juu umelelewa pale ukaamua ukaange pale. Yes. Okay. Ulijuaje kwamba uko na talanta ya kuimba? Nimekuwa na talanta nikiwa mdogo, nilikuwa naimba nikiwa Sunday school. From Sunday school? Yeah. Kwa shule naimba. Sasa nikakuwa maisha ya chini kidogo. Sijaweza kufikia hiyo talanta. Nikaachana nayo. Nikaachana kwanza kabisa. Follow ukaenda shule? Follow nikaenda shule, nikakuja nikamaliza. Nikakuja home, nikapiga shughuli za home kidogo. Sasa nikakuja kazi huku Kajiado. Ukakuja kazi Kajiado? Kazi Kajiado. Tukapatana na rafiki yangu anaitwa LB Masai.
Sasa akanikuta nikiwa nasimama pale kwa njia. Akaniuliza, bro, tukasalimiana sasa. Aniuliza, bro, kwani wewe ni msanii? Kaambia hapana. Nikamwambia, kwa nini umeniuliza hivyo? Unakaa msanii bro. Nikamwambia nilikuwa na hiyo talent lakini bado sija. So wasanii pia wanajuananga kwa vilemba vyao tu pale. Sasa tukapatana. Akaniambia, unaweza imba tukienda studio? Kaniambia, nikamwambia naweza imba kabisa, hadi nilikuwa na hiyo interest ya kuimba. Sasa akanianza kunipea moyo. Kaniambia, bro, ngoja nikushikilie juu nimeona unakaa. Akanishikilia tukaenda studio. Sasa ndio nikaimba hiyo nyimbo inasema, Bwana ndio natamani tukue na wewe. So kabla mpatane na LB Masai, hakuna wimbo yote umeifanya? Hakuna. Yeye ndiye ameanzisha pale kukuambia tuingie hapa na tufanye? Yeye ndiye ameanzisha. Yes. So inamaanisha kwamba wewe ulikuwa umeamua sasa utaachana na historia ya kuimba. Niliamua uamue na kuhustle. Unajua hustle muhimu kwa vijana. Yes. Niliamua kuhustle. Nikajipa shughuli. Talanta umeirushia mbali. Nimerushia mbali juu nikiona live inaenda hivi sasa ikakuwa ngumu kidogo. Sasa yeye akakuja akanipea moyo, twende, inawezekana. Inawezekana. Yes. So tukiendelea hivyo ni kwamba msikilizaji wangu, niko na msanii hapa anaitwa Palma Masai kutoka pale county ya pale Loitoktok. Watu wa Loitoktok, by the way, sijui kama mko pale wanatufuatilia, watu wa Loitoktok. Niko na msanii wenu hapa. Of course unaweza tuma arafa pale, unaweza msalimia pale, unaweza piga simu sasa hivi. Of course unaweza kuwa utamsalimia pale 0746 079244 ama 0736 638888. Ikiwa uko na swali kwake, unaweza ulizia hapa siku hii ya leo, because nimekueleza kwamba kwenye #Request Tuesday siku ya leo ni kwamba hatuna mengi pale. Ni ile tu ukiwa uko na unataka kumsalimia msanii pale, unamsalimia pale, nasema vile jinsi umesikia ngoma yake ya kwanza, tukicheza ya pili. Hii ndio moto zaidi. Hii ndio moto zaidi. Hii ndio moto zaidi pale. Hello Bass Radio. Hello Bass Radio. Hello. Yes, naongea na nani kutoka wapi? Naongea na Ezra kutoka Isinet. Hello. Ezra kutoka Isinet. Isinet. Salimia msanii hapa. Nasalimia Palma sana. Ninasalimika. Yes. Ungependa kumwambia aje? Ningependa kumwambia endelee na hilo moyo. Na Mungu ako pamoja naye. Umesikia ngoma zake? Iko sawa kabisa. Kabisa. Shukrani tena sana pale, anasema kutoka maeneo ya Sinet anatufuatilia pale. Anasema niko ndani, anasema kwamba anatia moyo pale. So piga simu pale, msalimie msanii hapa. Niko na Palma Masai. Umesikia ngoma yake ya kwanza. Na nimekuambia hii ngoma ya pili bana, itakuwa ni moto zaidi, na kuna zingine na zingine na zingine. Hata ukifika pale kwenye YouTube Palma Masai, zingine pale atakuja kutueleza tutaweza kufuatilia wapi. So anasema hai ni Dodge, niko ndani kabisa, niko tini na my wife Asha, my princess Ndania, anasema na princess Roda na vijana wangu Para na Wahid na wapenda tena sana pale. Anasema kwamba niko tini Priyanka na baby wa Gotia tena sana pale. Anasema niko tini naona Ibra wa kutoka Shombole pale. Sema niko tuning tena sana, ni Ibra kutoka Shombole. Sema niko tuning hapo ndani hadi tamati, niko tuning. Pia naona watu wa kutoka maeneo ya DC, sema tuko tuning tena sana, wanatupata loud and clear tena sana. Blue Sky, watu wa Blue Sky pale nasema kwamba bana wanatupata vizuri tena sana. Dakika 20 pale baada ya saa 9 saa za Afrika Mashariki, ndani ya show ndani ya 99.9 Bass Radio sauti ya Kajiado. Sema kwamba pia show ya kwetu Afrika ikiwa ni #Request Tuesday. Niko na msanii hapa anaitwa Palma Masai siku hii ya leo, na ni kwamba umesikia ngoma yake pale, umesikia ile historia yake kidogo ambayo ameweza kuwa ametueleza. Hakuwa anajua, yani alikuwa amejua kwamba yuko na talanta, lakini ametulia pale, amesema kwamba bana mimi nitaachana na hii story, lakini kupatana. So Palma, yes,
ningependa tu sana pale kuuliza kwamba ule mentor mwenye ameweza kuwa amekumenda pale, amekuinspire sana katika hiyo industry ya music, Yes. ni nani? Ni LB Masai. Kwa sababu yeye ndiye kutoka pale. Yes. Yeye ndiye amekuja kanipea hiyo moyo. Kaniambia twende, hata kama una nyimbo tunaweza enda kuandika studio pale. Tukaenda studio fulani. Tukaanza. Sasa Shama Records. Ukaenda Shama Records. Yes. By the way, watu wa Shama Records siku hizi watu Kajiado wamekuwa sasa Shama Records kwa sababu wamekaribia. Yes. Kitambo ulikuwa unaenda na niko sure LB ndiye alitestify sana. Yes. Alisema anatoka na bike kutoka Kitengela hadi mile 46 huko place inaitwa sijui Oltepes. Yes. Sasa mimi nimeanzia tu hapa Kajiado. Tukakuja tukapiga nyimbo yenye imeshika sana. So kwa sasa hivi kuna miaka ngapi pale kwa industry ukianza? Niko na mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Yes. Na hivyo ndo unapiga? Yes. Yani unafeel aje sasa hivi? Yani umeanza hivyo, unajua kuna ule mtu hata ngoma akiweza tu kuitoa inakaa sijui miezi ngapi, hata miaka 2 iko tu na 200 views. Naona yako hapa unaelekea 10k views. Yes, ni God manze. Ni God. How do you feel ukiona kwamba ngoma zako zinasonga at the same time mafans wanakufollow, yani wanakusupport pia? Yes. Una feel aje? Nasikia tu ni neema tu. Ni nzuri sana. Nasikia poa kabisa. Yeah. Yes. So kidogo tu labda ile message ungeweza kuwa utawaambia wasanii, wale wadogo wenye wanaanza, wenye wako pale miaka moja kama wewe, wenye yani talanta, labda wako na talanta na wameweza kuwa wamefikia kwenye ama walivalia viatu wenye ulivalia hiyo time, ukasema utaachana na story na talanta, utaweza waambia aje? Naweza tu waambia waombe Mungu na wasi give up. Kila kitu inawezekana. So wasi lose, na wakipatana na wasanii wakubwa wanyenyekee ili wapate njia. Yes. So wasikue na hiyo wasifunjike roho. Wasi give up katika waachane na talanta yao. Waachane na talanta. Yes. So naambia tu watie na waombe Mungu. Yes. Okay, umesema kwamba wewe ni wa gospel. Labda upatane na msanii mmoja mwenye anakuambia tufanye collab ya secular. Naambia bro, sasa kama mimi nafanya gospel, sinaona itakuwa amenichanganya pia. Lakini si wimbo ni wimbo. Wimbo ni wimbo, but kila mtu akona ile mentality yake sasa yenye anajiweka. Yes. Kuna ile stages zenye utasema kwamba uwezi vuka hii mpaka, uwezi vuka hii nyingine, utaenda tu na ile lane yako. Yes. Sawa, unasema hivyo, na utatu unasema kwamba uwezi imba secular, uwezi fanya nini, utaweza perform pale kwa club basi. Kwa club. Naweza perform. Hii wimbo tu baada ya gospel. Juu injili ni kila mahali. Injili ni kila mahali. Kuna mtu ataweza kuwa atasikiza hii wimbo na imbadilishe. Yes. Noma sana. So msikilizaji pale, unatupata ukiwa wapi na kina nani? Tueleze mtaani gani pia. Of course kwenye show Kwetu Afrika siku hii ya leo. Unaweza kupigia simu pale. Msanii umesikia kwamba bana anafanya shughuli kubwa sana pale. Siku kadhaa pale amesema kwamba si ati kuna siku mingi pale, lakini ukijaribu kusikia ni kwamba ile level ambayo anaenda nayo ama ile speed ambayo anaenda nayo, anasema ni God tu. Anasema ni God tu. Hakuna mtu mwingine pale. So unaweza kupigia simu pale, tutumia arafa pale kwa 0746079244 na 0736638888, ama tufollow pia pale kwenye mtandao Facebook, tuko live @Bas Radio Kajiado, kwenye Instagram @Sauti ya Kajiado, na kwenye mtandao X @Bas Radio Kajiado. Na tuki pale kwenye mtandao, nikiingia pale kwenye mtandao kuna mmoja hapa anasema LJ Jack anasema kwamba niguzie ngoma yake moja nisikie. Kuna mmoja ambaye
ambaye tumeipiga pale na nitakupigia ingine pale. Nasir Musa KE anasema angusha ngoma moja yake, sema niko ndani. Cause Walter Rich Socio anasema watching live kutoka Oltaraja, nyangushe ngoma ya Titi Kaskeret, niko ndani tena sana pale. Naona nani mwingine hapa? Jua hao ni watu wa kutoka huko kwa kina LB Masai. Akisikia sasa jina inatajwa pale, lazima. Patricia na Serian, big shout to you. Monchild namuona pale sema kwamba niko tuning. Naona Omar Ali Jilo, big shout to you kutoka maeneo ya Ongata Rongai. Naona LJ Jack anasema niko ndani. Watu wako ndani tena sana pale. Big shout to wote ambao wako tuning, ambao wanatufuatilia pale kwenye mtandao. Naona pia kwenye SMSs watu wamefurika, by the way. Wako ndani tena sana. Sema Chantel from Dallas, niko tuning. Sema niko ndani tena sana, nasikiza nikiwa na my lovely Lema na my mom na Feli na Eva. Sema niko tuning. Ibra anasema mgote huyo msanii sana. Asema anaimba wimbo poa tena sana. Anaitwa Ibra kutoka maeneo ya Shombole huko Magadi. Mwingine pana sema Asha akiwa Majengo. Asema niko ndani tena sana pale kwenye show na kupata loud and clear tena sana. So nachiki watu wako ndani tena sana pale, wanasonga vizuri tena sana na wanapata vizuri. Na ndio unasikia kwamba msanii hapa Palma Masai anasema kwamba yana feeling it very fine, akiweza kusikia kwamba watu wanamfuatilia, mafans pale wanamsupport, wanamsikiza. So fika pale kwenye YouTube sasa hivi. Fika pale kwenye YouTube Palma Masai, PALMA Masai. Yes. Fika pale, subscribe na ufollow tena sana pale, mambo yote ambao anafanya pale. Content mingi sana pale na zicheki, ziko fine, ziko poa, ngoma ziko poa. So fika pale. Wacha tusikize ngoma yake pale, kisha tukirudi pale tutakuja kusikia pale mengi zaidi kutoka kwa msanii wetu Palma Masai. And
Engai Magelani, Abalo Darasi, Urgiro Leseriane, Magelani Leginatia, Engai Magelani, Abalo Darasi, Urgiro Leseriane. Abalo Darasi, Urgiro Leseriane, Magelani Leginatia, Engai Magelani, Abalo Darasi, Urgiro Leseriane, Urgiro Leseriane, Masala Urgiro Leseriane, Urgiro Leseriane, Urgiro Leseriane, Urgiro Leseriane, Usubari Urgiro Leseriane, Urgiro Leseriane. Hii ngoma by the way ni kali pia. Hii video umefanywa na nani? Hii video nimefanywa na mzee anaitwa Kiraka. Kiraka. Yes. Audio naona ni Omega Records. Pale Isinya. Pale Isinya. Yes. Noma sana. Noma sana. Hebu tueleze hii ngoma by the way imetoka vipi? Umeandika wewe ndio umeandika? Yes, nimeandika. Niliandika the whole night. The whole night. The whole night. Ndio ukaenda kwa studio? Ndio nikaenda kwa studio. Yes. Na inasemaje kidogo tu kwa wale labda wangependa tena sana kusikia kwamba unazungumzia nini? Inasema tu inamsifu Mungu mkuu. Yes, yeye ndio mkuu peke yake. Yes. Yes. So tukiendelea hivyo ni kwamba umeniambia kwamba uliweza kuwa ulifikiria kwamba talanta manzee na hii economy vile iko na mambo vile inaenda. Yes. Ukafikiria kwanza ukaacha? Nikaacha. Na after umesema kwamba ukapatana na mwenzako mwenye ameweza kuwa amekurudisha pale na akakurudisha pale kwenye talanta. Yes. So after umeingia kwenye sasa industry ya kuimba. Yes. Sawa. Hiyo industry inalipa ama ikwaje? Inalipa. Inalipa kulingana na venye unajituma. Unajua ukianza kitu ni paka ufuatilie. Yes. Upate mazao. Yeah. So unasema kwamba vile ulienda kwanza, unajua hata nini ilikutoa sana? Nini ilikufanya ukasema wacha niache? Kitu ilinitoa ni hali ya maisha. Imekuwa ngumu sana. Kiangazi kakuja ikaua ng'ombe. Na mimi ni mtu anapenda mambo na ufugaji. Ikaharibu kabisa, ikaua. Sasa nikaenda kwanza kufuatilia. Kulisha. Yeah. Nikalisha was 2020. 2020, yes. 2020. Kiangazi ilikuja. Kamaliza. Sasa nika give up. Nilikuwa na hiyo talent. Yeah. Nikaenda nikalisha. Sasa Mungu akakuja akanyesha. Tukapata hiyo baraka. Ndio nikarudi job. Tukapatana na huyo rafiki. Yes. Yeah. So after umerudi pale akakuonyesha vile utaweza kunafanya pale. Yes. Ni sana umesema kwamba inalipa. Yeah, inalipa. Kivipi? Inalipa kulingana na venye unafuatilia. Yes. Ama wewe mwenyewe vile unaichukulia. Ama wewe mwenyewe venye unaichukulia. Yes. Unaendaka kwa events? Yeah, naenda event. Maharusi. Za kanisa. Na ndio tunafanya gospel. Yeah. Kuna event yoyote umeienda ukapata kwamba ndio imekufurahisha zaidi? Yeah, kuna event nimeienda. Ukalipwa vizuri? Nikalipwa vizuri. Yeah. Ikajipa sasa nikaanza kupata hiyo. Ukapata hiyo moyo sasa kujisukuma. Yeah. Na kuna moja imewahi kukudiscourage ukaona kwani nitarudi kwa ile laini ya kuacha? Kuna moja ukienda event na hujajulikana ni ngumu pia. Inaweza kama hujashika hiyo kitu yako vizuri itamaliza. Utajipata umeachana na story ya kuimba. Unaenda unajikuta umejituma kama place like Narok.
na wasanii hawaja kujua na umetravel ukatumia hiyo fare yote ujulikani. Wasanii wanaimba wenzako. Sasa hiyo ndio ngumu. Ikifika tani yako unapitwa tu. So let's talk about hiyo story ya labda hizo ndio changamoto. Challenges ziko pale kwa industry. Challenges gani hizi zenyewe wewe mwenyewe unaona kwamba ndio inafanyaga wasanii wengi? Ndio inafanyaga watu wenye kipaji waweze kupoteza vipaji vyao. Challenge number 1 ni kiburi. Usikuwe na kiburi na talent ya ndani. Secondly, kwa mtu mwenye mtu anatulia. Tuongelele kidogo kiburi. Kiburi ni aje sasa? Kiburi ni mtu mwenye anajisikia ameweza na hajafika. Kumbe uko tuna sijui miezi ngapi kwa industry. Lakini kukua celeb si tunakubali. Kuwa celeb inakubalika, lakini usiweke kiburi. Kiburi ni kuwa celeb ama kiburi si kuwa celeb. Kiburi ni tofauti na celeb. Kuwa celeb ni mtu mwenye social, ako na heshima zake. Na kiburi, ukiwa na kiburi unaona wale watu wenye walikuinua, unajua pia ni watu ndio wanakusupport hiyo kiwango. Sasa ukiwa na kiburi hao watu wataanza unfollow kwanza. Hiyo ndio mahali ya kwanza utaanza kukua negative. So usikuwe na kiburi. That is the thing nimelearn. So challenge nyingine ni kuwa mtu mwenye anajituma. Anajituma na usi give up. Kuto give up. Unafaa kukua tu unajituma na usifikirie nini itatokelezea. Jitume tu. Jitume. Sasa unajua unaweza niambia nijitume lakini hakuna siku nitawaipata. Kwa natumaini utapata. Na pia labda kwa watu inaweza kuwa sana sana pia kwa industry watu wanasahau God. Yeye ndiye anawasaidia. Na unapata kwamba labda mtu akipata kidogo anachana na God na alikuwa ako pale labda kwa ule msanii wa gospel anasema kwamba already sinishakuwa celeb, so hakuna story nyingine. Taanguka sana. Taanguka sana ukiachana na God. Dunia ndiye anakuinua ili watu wakujue. Sasa usimwache Mungu. Let's talk about kabla tusonge pale kwenye labda kwa the next story ambayo tutaongelelea ya kwamba ungependa kufanya collab na msanii yupi sasa hivi? Ningependa kufanya collab na Ramsey. Ama tufanye tu hivi kwanza. Ni msanii yupi ambao unaweza sema kwamba ndio best wa gospel sasa hivi? In Masailand. Ni Ramsey. Ako na kipaji. Lakini sasa unajua siwezi kukuuliza secular kwa sababu umesema hata secular siwezi karibia kuimba. Yaani huwezi utaongea kidogo na mambo na love kiazi, patane na msanii mwenye anajuana na story na love na upige collab na yeye. So collab ambao unapenda sana pale kupiga ni Ramsey. Ushaipatana na yeye? Ni rafiki yangu. So mnabonganga, hujaimwambia manze collab? Tunabongaga, sasa tunapanga hiyo sasa. Iko on process hai. Iko on process. Manze. So msikilizaji pale ndani ya Bass Radio 99.9 sauti ya Kajiado, unatupata ukiwa wapi na kina nani kwenye show? Nieleze kwamba uko tino nikiwa wapi pia sasa hivi kwenye show kwetu Afrika. Niko na msanii Palma Masai. Nasikia kwamba mfanya kazi mzuri tena sana pale kwenye mziki zake pale, amepiga vizuri tena sana. Of course hapa kwenye industry yake pale, by the way kwenye industry ya gospel industry pale anaweza kupiga, na umesikia kwamba yuko na mwaka moja tu pale. By the way nitakuja kukuuliza kwamba in the next coming tuseme 2 years ama next 1 year pale utakuwa wapi? So hiyo ndio swali ambayo itakuja pale kwako, kwa kutueleza kwamba labda ni nini ambacho umeweza kutupangia sisi kama mafans, sisi kama watu ambao tunakufuatilia pale.
ni nini ambayo umetupangia, na tunakutaka kwenye level nyingine, tutukupate kwa level gani sasa hivi? Nini ambazo tutatarajia pale kutoka kwa Palma Masai? Now that umepiga mwaka moja, umepiga hivi, na je sasa mwaka wa pili, wa tatu hivi, uko na 3 years kwa industry, itakuwa siko juu sana. So Anza nipigia simu pale, unaweza muuliza swali lako pale, msalimie pia. Tukisonga tena sana kwenye show. Big shout out to watu wenye wanatufuatilia pale kwenye mtandao sasa hivi, ambao wanasema kwamba bana wanatupata loud and clear tena sana kwenye mtandao wa Facebook. Na pia msikilizaji wangu ni ya kwamba ningependa tena sana pale nisikia kwamba kama ukiwa pale unajua mambo na capture na mambo na capture the good kutoka Safaricom na M-Pesa Foundation. Hebu nieleze pale kama unaweza kuwa unajuanga pale mambo na capture the good. Kuna any story, a very good story ambayo inaweza kuwa kutendeka pale kwenu, yenye unaona kwamba kwenye community yenu pale, kwenye neighbors wako pia wameweza kuwa wamepata mambo mazuri ya capture the good na Safaricom na M-Pesa Foundation. Hebu nieleze, kwa sababu M-Pesa Foundation wanafanya mambo poa tena sana pale sasa hivi kwenye mtaa wako pale, kwenye mashule zenu yenye uko karibu nao. Wana pia na upgrading ya shule, of course. Pia wanafanya mambo kama kulipia pale scholarship, equipping hospitals pale of course ya mtaa wenu pale, na pia drilling boreholes. Wanaweza kuwa tu wako pale, yani wameweza kuwa na kuchimbia maji pale mahali community yenu ambao mnasema kwamba hamna. The big thing yenye nafaa ama kukueleza siku hii ya leo, ama unafaa kuyajua siku hii ya leo, ni ya kwamba unafaa kutengeneza tu caption kidogo ya video, a very good challenge ambao utaweza kutaifanya pale. Tengeneza ka video yako kidogo, isikuwe ati unasema ati unajidharau mpaka ukuwe ni pro. Tumia simu yako pale, si lazima ukuwe na kamera. Tumia simu yako pale, msikilizaji na pia mtazamaji, ya kwamba ukitengeneza tu ka video yako pale, tell a story of your own kutoka pale mtaa wenu. Tengeneza ka video na uweke pale kwenye capturethegood.safaricom.co.ke. Ukiweka pale hiyo video, of course itaweza kuwa itaenda kuangaliwa. Judging itakuwa tarehe 1 na tarehe 1 July, so usiache nyuma pale. Of course deadline ya hiyo video pale itakuwa ni tarehe 28, na leo tuko date 23, so usiache nyuma pale. Tuko na siku 5 peke yake ya kuweza kufanya hiyo video, na uweze kuwa utatuma pale kwenye capturethegood.safaricom.co.ke. For more information, labda ungeteka pale kupata tu tips kiasi, check out kwenye M-Pesa Foundation na Safaricom PLC social medias, ili uweze kuwa utaziona ni nini ambazo zinafanyika, nini ambayo inafanyika pale. Enda pale, angalia, uweze kuwa weza kuwa utajishindia pia zawadi kadha wa kadha. Prizes kama photography equipment utaweza kuzipata pale, funding ya community projects of your choice, na millions of shillings ambazo utaweza kuwa utazipata pale iwapo utaweza kuwa uko mshindi kwenye ile video ambayo utaweza kuwa utaitengeneza. Just go there, tengeneza video kidogo of your own story na utume pale kwenye capturethegood.safaricom.co.ke. Pale kwenye mtaa wenu kuna kitu ambacho Safaricom ama M-Pesa Foundation wameweza kuifanya. Nipigie simu pale, nitumie arafa kama kuna kile kitu ambacho wameweza kuwa wameifanya, cause tuweze kuwa tunaijua kwenye 0746 079244 kama 0736638888. Kumbuka kwamba Safaricom ama Safaricom na M-Pesa Foundation pale in partnership with Vivo Mobile wameweza kukuletea mambo mzuri tena sana pale ya Capture the Good Foundation, of course kwenye mtaa wako pale. So tukisonga tena sana pale, msikilizaji wangu, niko na msanii hapa ambaye anaitwa Palma Masai, na anasema kwamba bana ako na mwaka moja peke yake pale. Akiwa na mwaka moja, je,
Tukupe miaka ngapi? 2-3 hivi. 2. 2 peke yake. 2. Tukupate wapi? Ya, mtanipata uko mbele sasa. Mbali sana. Mbali sasa. Wewe mbona unasema hivyo by the way? Imani ambayo umeiweka. Yeah. Imani ambayo nimeiweka itakuwa mbali sana. Hebu your message ambayo utaweza kutaambia wale wasanii. Kuna wale wasanii by the way unajaribu kuangalia. Amefanya ngoma moja, anakaa sijui na ako tu kwa ile level, anakuwa ni kama na amekaa for so many years hajaweza kuwa amejulikana. Yes. Kwa sababu when I try to listen hiyo time yako yenye umeweza kuwa umeingia pale kwenye industry na the kind of views zenye naona hapa pale kwa mtandao inasonga sana. Na kuna yule msanii ambaye labda anakuaga tu pale, utaweza mwambia aje? Naweza mwambia akuwe na imani. Na ajitume. Juu atapata kitu yenye alikuwa anahitaji sasa. Yeah. So unamaanisha kwamba hauwezi kaa pale kwenye industry tu bila kujituma? Kuwa na imani, kuwa na Mungu, omba pia na ujitume. Yes. Na ukuwe na marafiki pia, ukuwe na mafans. Yes. Ama waweze kuwa watasaidia? Watasaidia sana. Ukiwa na marafiki pia ndio watakupeleka mahali sana. Yeah. Palma Masai, nimesikia kwamba uko na event. Yes. Hebu tueleza about the event ambao uko nayo. Nitakuwa na event pale Koromboi. Ukitoka na Kitengela unaingia Koromboi. That book paka Koromboi. Kutoka na Isinya it is only 70 bucks. Kutoka Kajiado ni 150 paka hapo Koromboi. Kanisa inaitwa Canaan Worship Center chini ya Reverend Kelvin Liana. The 26 mwezi wa 7 on Sunday. Yeah. 2026. Yeah. Hiyo ni nini ambayo umetupangia hivyo? Sasa ni hiyo siku ndio nitakuwa na album launch. Yeah. Kuna ngoma zingine umeongeza kwa hiyo album ama ni hizi ni gani? Kuna zenye naenda kuziongeza. Moto kuliko hii. Hiyo siku kwani tutakosa? Musikose hii. By the way, weka kwenye diary yako, kwenye kalenda yako. Yes. Mark hiyo date. Yes. Date 26 mwezi wa 7. I think tuko na only 1 month. Yes, 1 month. Only 1 month. Yes. Yani tuseme tu tuko na wiki 4 peke yake. Yes. Tutaweza kufika hiyo siku. Yeah. Ya kwamba Palma Masai. Yes. Hizo ngoma kadhaa ambazo umesikia hapa ataenda yani hiyo siku utasikiza yani moto. Yes. Kwa sababu hapo ndo utaweza kuzisikiza zote. Wasanii ambao utaweza umewaalika pale ni kama kina nani? Kina LB Masai, Selempo, Ramsey, Timothy Opoti, Mercy Selein. Na itaweza kuwa kwa hiyo album. Yes. Kuna hiyo collab. Yeah. Kutakuwa kubwa sana. Yeah. So mark that date, tarehe 26 mwezi wa 7 2026 pale Koromboi Canaan Worship Center. Yes. Ndio? Yeah. Make sure kwamba umeweza kutokea pale. Ikiwa labda haujaweza kufika pale, support huyo msanii. Tumsupport huyo msanii. Labda ukijaribu kusikia kwamba anasema ati inalipa. Ile kitu ambayo anapataga pale anaenda kutoa ngoma nyingine. Hivyo ndio iko. Yes. Kwa sababu lazima utalipa audio, utalipa video. Yes. Inakuwa ni noma. Hebu tu support msanii pale pia, labda kama utaweza kuwa unafika. Mimi nataka hata leo at least watu waanze tu kukua atakuwekea kakitu Yes. Pale kwenye ndio at least wa support hii ngoma. Labda kuna hizo zingine ambao unataka kuikelea pale kwenye album, at least support pale. Hebu peana nambari ya simu pale. Ni 0712 17 17 40. Hiyo namba hata ni rahisi aje. Ningependa tena sana pale kujua kama uko na girlfriend ama
umeoa ama iko vipi? Hapo tutarudia baadaye. Nisikia msanii anasema hivyo. Noma. 070 17 17 40. Yes. Hiyo namba ni rahisi. Rahisi sana. Girl child washashika hiyo. Washashika hiyo. Yani. So tupea pale social media ambazo utaweza kufuatilia. Pale kwa Facebook jina gani, pale YouTube ambapo kwa YouTube pale utaweza kufuatilia pale kwa Palma Masai. Yes, hapo YouTube ni Palma Masai. TikTok ni Palma Masai. FB ni Peter Lemaya. Yeah. So wakufuatilia pale. Yes. Your last words ambazo uko nazo pale, ungependa kuambia mafans, ungependa kuambia wale watazamaji ambao wanakusikiza? My last word ni mtushikilie fans. Ndio naambia watushikilie. Na pia tuombe pia. Tuingie kwa maombi. Ili Mungu atuwezeshe na hizo mengi. Kabisa. Yes, na tushikane mikono. Yeah. Hivyo ndio iko. Ningependa tena sana pale kucheza ngoma moja. Ndio sasa huyu msanii akuja asalimiani. Ati anasema sasa hataki unajua kama utaki tusikie pale, lakini tutasikia ukimgotea. Yes, nasikia kwamba hii ni gospel. Hii ni gospel pale. Inasema vipi? Bwana Yesu ni yetu ndio nakuita. Yes. Uweze kuwa pamoja naye. Uweze kuwa pamoja naye. Yeah.
So tukienda kumalizia pale, naona muda umesonga sana na tunaenda kumpisha mwanahabari atuletea taarifa kwa lugha ya Kimasai ya kwamba kuna wale watu ambao ungependa kuenda sana pale kwa Gotea. Na Gotea walioniangalia live. Kuna watu wanakufuatilia live. Yes. Kuna wenye wanasema isitimai na wasalimia wote. Nasema pongezi kwa kujoin live na kwenye watch. So labda kuna wengine ambao ungependa pale walikutuma pale salamu uliona kwamba unaenda pale kwa radio. Shama Records tumekuwa na yeye na Mgotea pia sasa akiwa big shout out to Shama Records. Yaani hii ni kazi ya mikono yake kidogo tu sauti unapoteza anakurudisha. Namsalimia pia Timo Jopoti jana tuliongea na yeye pia namsalimia sai kabisa. Na wengine kina Selembo wote na watambua. Shukrani tena sana kwa kufika. Mzee hapa kwenye Bas Radio tunasemaga tu kwamba mgeni njoo na sisi tunapona hapa kwenye studio, yani kwa sababu tunakuja tunabonga, tunajua mengi zaidi pale kutokana kwa watu tofauti pale. So labda ukiwa tuna anything ambao ungependa tena sana pale kueleza mafans wako, feel free tena sana. Yani tuko hapa kwenye 99.9 Bas Radio kuweza kuwa tuna waambia mafans. Naambia mfike katika launching na kuna nyimbo pia naachilia on Friday. Hadi niliachilia jana usiku, coming soon. So pale kwenye social media wataziona on Friday 10 ndakuwa nimerelease by saa 4 pale. Saa 4 usiku ama asubuhi? Unaachilia asubuhi. Naachilia asubuhi. Mchana peupe. Ipige anga. So shukrani tena sana kwa kufika kwako pale. Wagotee wote. Manzi watu fikeni pale kwenye social medias, pale kwenye YouTube, kwenye TikTok, fike pale muweze mfanya nini? Muweze kuwa follow pale msanii na muweze kuwa subscribe, tumsupport talanta pale. Asiweze kusema kwamba atarudi nyuma tena. Tunataka asonge mbele. Asonge tu mbele, hakuna story nyingine pale. So shukrani tena sana. Asante. Na ukuwe na siku njema pale. Asante.